Na bado tuko Morogoro, mji kasoro bahari. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju, kuntunye kidimdimu Mwandila. Maeneo haya kama unavyoona background, hili jengo linafahamika kama National Housing. Maeneo haya ya stendi ya zamani ya Hi-C. Ndipo ambapo ofisi zetu za UTT AMIS zinapatikana katika mji wa Morogoro. Kama unavyoona pale, sisi tuko floor ya 3. Ukifika hapa katika jengo la National Housing, ambapo zamani ni stendi ya zamani ya Hi-C, ambapo kwa sasa hivi ni kama parking tu ya magari. Ukifika hapa ni jengo liko mjini kabisa, National Housing. Ukifika hapa sisi tuko floor ya 3. Njoo hapa uweze kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju, kuntunye kidimdimu Mwandila. Bwana, karibu sana na usitoke twenzetu. Mzee wangu, shikamoo. Marhaba. Kwema kabisa. Ni kwema. Mimi naitwa Ali Upuju mzee wangu, sijui wewe unaitwa nani na unatokea wapi? Nami ni Idi Marugujo. Okay. Mimi ni mkazi wa Singida. Okay. Niko hapa Morogoro kikazi. Na kazi yangu ni mwadhiri. Okay, mwadhiri. Yes. Wa chuo gani? Chuo cha Uhasibu Tanzania. Okay. Au kwa majina mengine TIA. TIA. Yes. Hongera sana mzee wangu. Na Morogoro hapa huko kwa muda mrefu? Nimekuja niko na kama wiki moja hivi. Okay. Ndio. Sasa tuzungumzie sasa mzee wangu katika haya masuala mazima ya uwekezaji. Naona leo umeweza kuja UTT, yawezekana ukawa umekuja kuangalia mfuko wako au ndio kwa mara ya kwanza leo umekuja kujiunga na UTT? Hapana, leo nimekuja kuchukua hela. Okay. Nataka kutumia hela. Unataka kutumia hela? Yeah. Mzee wangu, uko UTT kwa muda gani hasa toka ulipoweza kujiunga? Exactly nimejiunga tangu Juni 2023, kwa hiyo ni miaka mitatu kamili. Miaka mitatu mpaka sasa hivi? Yes. Okay, labda lile wazo mzee wangu la kusema kwamba sasa hivi umefika muda mimi nataka nijiunge na UTT, uliweza kulipata wapi? Ulisikia kwa rafiki yako, mitandao ya kijamii, kwenye vyombo vya habari? Ni nani hasa? Au uliweza kutataa mama pia nyumbani, bwana mme wangu hebu peleka hela UTT? Kwa kumbukumbu zako unavyokumbuka, ilikuwa ni tukio gani lilokushawishi ukakumbuka ukasema na mimi nianze kuwekeza na UTT ndani hii ya miaka mitatu? Hili wazo nilipata kwa staff mwenzangu. Okay. Ndiye alipata ile akaniuzia, tukaongea kwa sababu watu tunashirikishana katika mawazo ya kujiongezea kipato. Nikalichukua, nikalifanyia kazi. Nyie kama wahasibu? Kama wahasibu. Okay. Na yeye ni mjasiriamali. Okay. Okay. Sasa natoka ulipoweza kujiunga mpaka leo hii mzee wangu, unahisi kama ulichelewa, ulitamani ujiunge hata miaka 10 nyuma? Maana kama leo umesema umekuja kuchukua pesa kidogo, unahisi kwamba unajutia kujiunga labda kwa hii miaka mitatu? Labda ulishaye kutamani kwa nini singekuwa hata miaka 10 mpaka sasa hivi? Kwa kweli ningetamani kama ningefahamu mapema ningejiunga, lakini kila jambo lina muda wake. Muda ulifika nikafahamu, nimejiunga. Na sasa nimekuja, nilikuwa na akaunti moja, sasa nimeongeza akaunti nyingine. Sasa hivi umeongeza akaunti nyingine. Ulikuwa na mfuko gani? Nilikuwa na mfuko wa Ukwasi. Liquid. Liquid. Ambao sasa hivi umeongeza mwingine upi? Jikimu. Jikimu. Yes. Hongera sana mzee. Asante sana. Na wewe katika fursa hii ambayo umepitia kwa rafiki yako, alikupa elimu, ukaja ukajiunga mpaka sasa hivi na miaka mitatu, je, kuna mtu yoyote ambaye wewe aliyokuzunguka, yawezekana mwanao, rafiki yako, yawezekana nyumbani, labda hata mama, umemshirikisha ukasema hapana, na mimi nataka familia yangu muweze kuingia katika uwekezaji na UTT? Nishawashirikisha wengi tu washajiunga. Wow. Yes. Hongera sana. Naam. Okay. Sasa mzee wangu, cha mwisho, rai yako kwa Watanzania kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Yawezekana leo hii kuna watu mpaka leo mzee wangu kupitia Kijiwe Mchongo hawaamini kama kuwekeza na UTT ni sehemu salama, lakini vile vile utapata faida kutokana na uwekezaji wako, lakini vile vile ni taasisi ya serikali. Neno lako labda kuweza kuambia Watanzania na wasiokuwa Watanzania kuhusiana na mifuko yetu ya UTT? Mimi niwaeleze tu kwamba UTT AMIS ni sehemu salama. Okay. Na unapoweka pesa yako iko salama. Kwa lolote itakalotokea bado pesa yako iko salama. Kwa hiyo waeleza Watanzania wenzangu wale walio na nia ya kuongeza kipato kwa njia ya uwekezaji waje UTT, ni sehemu ambayo ni salama. Na ili wazo pia nishawaelekeza hata wanafunzi chuoni. Napokuwa nawafundisha nawaeleza kwamba kuna maisha baadaye, na ninyi kwa sababu ni vijana
wekeni kwenye mifuko ya serikali, mojawapo UTT. Yes. Pia vile vile ni sehemu salama pale kwa sababu ni taasisi ya serikali. Nishasema ni taasisi ya serikali na ndio maana mimi nipo. Sawa. Na kwa sababu nipo, nimeambiwa kwamba naweza mfuko mmoja, nimeongeza mwingine na wanangu wana akaunti. Mamangu, shikamoo. Marahaba, habari Kwema kabisa. Kwema. Mwanao mimi naitwa Ali au Puju, natokea UTT. Sijui mamangu naitwa nani na natokea wapi? Mimi naitwa Sofia Shekibaha, niko hapa Morogoro kwa ajili ya maonesho ya 88, natokea Lushoto, halmashauri ya Lushoto. Ni mtumishi katika idara ya kilimo. Okay, sawa. Kwa maana yake hapa Morogoro upo kwa muda then unaondoka? Naondoka Jumapili. Okay, sawa. UTT mamangu ni mwekezaji wa muda mrefu au ni mpya hivi? Mimi nilikataga ile ya mwanzo Umoja Fund. Okay. Ya kwangu na za watoto wangu wawili. Okay. Lakini nikaja nikatoa hela. Okay. Sasa hivi ndo nataka niibuke tena. Uibuke tena. Okay. Labda katika ule uwekezaji ambao ulikuwa umefanya kipindi hiko na faida zake ulikuwa umeziona mpaka kuja kutoa pesa, ulichukua muda gani hukuanza kuweka pesa tena UTT? Nilitoa pesa huku 2008 nadhani. Okay. Alafu baada ya hapo sikuweka tena. Ndio hivi naibuka yeye. Okay, sasa tuzungumzie katika hii mifuko ya uwekezaji na UTT AMIS. Mamangu, umeanza kujiunga ni muda mrefu sana. Leo hii kuna baadhi ya Watanzania ambao wanakutazama kupitia Kijiwe Mchongo. Una neno gani hasa la kuweza kuwaambia? Naamini kuna ambao mpaka leo mtu akisikia UTT anaweza kusema hivi wale wa kweli wale waaminifu. Naamini wewe ni mwekezaji wa muda mrefu UTT ilipoanza huko. Neno gani ambao ungependa kuweza kuwaambia hasa wawekezaji na sio kwa wawekezaji? Mimi ninawaambia kwamba UTT ni ya kweli, ni waaminifu kwa sababu mimi miaka hiyo nilipokata utandawazi haukuwepo huo. Lakini mpaka leo taarifa zangu zipo. Kwa hiyo mimi naamini ni wa kweli, kwa hiyo wajitahidi wawekeze katika mifuko ambayo ipo. Waende kwenye maofisi yao huko kwenye maeneo yao, wakaelekezwe wafanyeje, wachague mifuko, waingie, wawekeze. Kuna leo na kesho. Okay. Leo nacho, kesho huna, ukikimbilia huko unapata chochote. Okay. Mzangu, shikamoo. Marahaba, ujambo? Kwema kabisa. Kwema kabisa. Mzangu, mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT. Sijui mzee wangu unaitwa nani na unatokea? Mimi naitwa Calistus Paul Mambo, natokea Mikese. Mikese. Morogoro. Mikese. Hapa Morogoro. Okay, mzee wangu, UTT toka uweze kujiunga mpaka sasa hivi una muda gani? Au ni mwekezaji wa muda mrefu sana? Hapana, na miezi 6-7 hivi. Okay. Nilijiunga tangia mwezi wa 11. Mwezi wa 11 mwaka jana. Mwaka jana. Okay, sasa unavyokumbuka elimu ya UTT na mpaka kuweza kuchukua maamuzi ya kujiunga kwa mwaka jana, uliweza kuipata mtandaoni, rafiki yako au nyumbani mama, watoto? Mimi nilipata kwa rafiki zangu. Okay. Ndio aliniambia bwana, UTT ni sehemu nzuri ya kuweka fedha. Kwa hiyo nikaamua kuja. Okay. Leo nimekuja kuulizia, kwa kweli wamenisaidia vizuri sana. Okay. Nilikuwa na changamoto kidogo. Nilikuwa na changamoto kidogo. Okay. Kuna sehemu ambayo sikujaza kidogo tu. Wamesharekebisha tayari. Tayari. Okay, labda toka uweze kupata elimu na UTT na mwaka jana mwezi wa 11 ukafanya maamuzi ya kuweza kujiunga, unajihisi mzee wangu, unajiona kama umechelewa? Labda ulitamani hata miaka 10 nyuma ungeweza. Unajiona nimechelewa. Okay. Nimechelewa. Kwa kweli ningejiunga tangia muda mrefu, ningekuwa na faida kubwa. Okay. Sasa labda fursa gani leo hii kupitia Kijiwe Mchongo hapa tuko Morogoro, umetokea Mikese mzee wangu, si ndio? Hebu washauri wa Tanzania wasiokuwa Tanzania, kuna baadhi ya watu leo hii hawaiamini UTT. Wewe mzee wangu umeweza kujiunga sasa hivi toka mwaka jana mwezi wa 11 mpaka sasa, umetokea Mikese umekuja, si ndio? Ndio. Labda hebu zungumza na Watanzania kuhusiana na uwekezaji na UTT AMIS. Kwa kweli na washauri wajiunge na UTT. Kwa hiyo UTT iko makini sana kiutendaji. Okay. Asante. Lakini vile vile, je, vipi kuhusiana na usalama? Je, wewe wakati uliambiwa kuhusiana na usalama? Kuna usalama mzuri sana kwa sababu ni taasisi ya kiserikali. Okay. Ndio. Na vipi kuhusiana na faida? Faida ni nzuri kwa kweli. Nzuri. Nimefurahia. Wewe vipi, labda huwa unachunguliaga faida zako, unaziangalia, je, zipo zinaongezeka? Zipo zimeongezeka, hata leo nimechungulia. Zipo za kutosha. Ushakuchukua fursa labda kuweza kuwashauri nyumbani, labda kuna watoto, mama, majirani? Nitaenda kuwashauri. Okay. Nitaenda kuwashauri mama na watoto na majirani na marafiki zangu wajiunge. Na
Hata mimi nilipata maelekezo kutoka kwa marafiki ambao wako ndani ya UTT. Na sasa hivi tayari wewe upo, inabidi uwashauri na wengine. Washauri wengine, ni muhimu kwa washauri. Sasa. Naam, hao ni baadhi ya wawekezaji mbalimbali ambao leo hii waliweza kuja hapa katika branch yetu ambao iko Morogoro katika stendi ya zamani ya Haisi, ambapo sasa hivi kuna parking tu ya kawaida. Ukija hapa utakutana na jengo la National Housing. Kuna jengo refu kabisa. Ukija hapa, sisi UTT tuko floor ya 3. Sisi tuko hapa bwana. Bwana, mimi namshukuru sana Cosmas, mtu mbadest kabisa, nilikuwa naye kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wawekezaji mbalimbali wanakuja hapa kuja kutatua changamoto zao. Kuna wengine wanakuja kuweza kupata elimu hapa kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju, kuntunye kidimdim Mwandila, tukutane next time. Lakini karibu Morogoro, mji kasoro bahari. Bwana, wekeza na UTT. Bye bye. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia Morogoro. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia kutoka Morogoro, mji kasoro bahari.